Usimsingizie mwingine maisha unaoishi kwamba yeye ni sababu. Maisha unaoishi sababu ni wewe mwenyewe. Hakuna mtu mwingine ambaye ana sababu. Ni wewe na shetani wako. Mko wawili tu. Ni shetani wangu tena. Ndivyo ilivyo. Yaani kuna namna imekuwa tatizo kwenye nafasi yako. Kuna watu nilikutana nao katikati ya wiki kama 2-3 zimepita, wakasema wanaenda kwenye maombi. Nikasema mnaenda kwenye maombi kwa ajili ya kusema yani leo tunakwenda kuliwasha, tunakwenda kukiwasha. Tunataka waliotufunga, yani mimi ni wale mwepesi, waliotufunga, walioifunga nchi, waliofunga yani mpaka wakubali. Nikasema hongereni. Hii siwezi kusema eti hata Mungu awatie nguvu, maana hii ni ya ovyo. Nikanyamaza kimya. Yani unaona kuna vitu eti unamwambia mtu Mungu amtie nguvu. Si ataribu zaidi. Hii unakaa unasema tu haya. Hutakiwi kuongeza neno la kimungu hapo. Nyamaza tu. Maana watu wenyewe wana hasira na wenyewe ni mashetani, wanaenda kufanya ushetani. Sasa unawaunga mkono. Sikufichi, hata kama mtu alikuharibu, wewe hutakiwi kumharibu. Ni kawaida. Hata kama mtu alikufanyia ubaya, ni roho ya Mungu ile, hutakiwi kumfanyia ubaya. Ndio maana mimi nakufundisha, kisasi ulichomwombea mwenzako ndio kinachokurudia. Unanielewa vizuri? Hali ambayo ulisababisha kwa mtu mwingine ndio inayokurudia. Inawezekana hiyo ndio inayokutesa.